Amos anazungumzia habari ya dini na anazungumzia habari ya sikukuu. Anazungumzia mambo mangapi? Mawili. Anazungumzia habari ya dini, anazungumzia habari ya sikukuu. Anasema kwamba Mungu anazichukia sikukuu zenu na makutano yenu ya dini, na ndio maana ukija kuangalia sisi hatusherekeagi sikukuu yoyote inayoitwa ya Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu hana sikukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pungia mkono hewani. Sasa hivi tuko mwezi wa ngapi? Wa 9. Imekaribia sikukuu ya Krismasi, sikukuu ya wajinga. Wangekuwa na akili wangetafuta nini maana ya kuzaliwa Yesu. Siku ya kuzaliwa Yesu mwenyewe ilifichwa, maana mwanadamu ana akili finyu, ana akili fupi, asije akaiabudu. Usije ukaona kwa nini Mungu aliificha siku ya kuzaliwa Yesu, kwa sababu mwanadamu angeiabudu, angeacha kumwabudu Mungu akaabudu siku hiyo ambayo aliyozaliwa Yesu. Na Yesu anasema sitaki muabudu siku wala nyakati wala miaka, nataka muabudu Mungu katika roho na kweli. Na ndio maana ukija kuangalia leo, ibada ya kweli sio ya kuabudu Jumamosi. Leo ibada ya kweli sio ya kuabudu Ijumaa. Leo ibada ya kweli sio ya kuabudu Jumapili. Leo ibada ya kweli iliyo katika Kristo Yesu unaabudu siku zote. Sema amen. Haina Jumatano, haina Alhamisi, haina siku gani. Masaa yote wewe uko rohoni. Sema amen. Sisi hatuongozi tena na Jumamosi, hatuongozi tena na Ijumaa, hatuongozi tena na Jumapili, bali siku zote ni za Bwana ambaye tayari sisi Mungu anakaa ndani mwetu. Ndivyo anavyozungumza kwamba mtamwabudu Baba katika roho na nini na kweli. Sema amen. Lakini hapa anazungumza nazichukia sikukuu zenu na makutano yenu ya dini. Na ndio maana sisi hatuijui dini wala hatuitambui dini. Mungu akubariki sana. Dini ni mipango ya watu kuwapeleka motoni, lakini wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Na ndio maana mpango wa Mungu haurekebiki. Yaani mpango wa Mungu sio naingia na ya kwako alafu natengeneza ya kwako, bali mpango wa Mungu ndio unakurekebisha wewe ili uishi kama Mungu anavyotaka. Sema amen. Na ndio maana sisi tuliokubali kuokoka tunafuata mpango wa Mungu jinsi Mungu anavyotaka. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Nakutakia mema. Nakutakia mema. Na ndio maana hapa anasema nazichukia sikukuu zenu na makutano yenu ya dini. Lakini ukija kuangalia Krismasi inaheshimika dunia nzima isipokuwa kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Sikukuu ya Krismasi na idhalau kuliko siku zote ambazo huwa zinahesabika. Mungu akubariki sana, kwa sababu ndio siku ya ushetani 100%. Mungu akubariki sana. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sasa Amos anazungumza, anasema mimi nazichukia sikukuu zenu na makutano yenu ya dini, na yazalau mambo yote ambayo mnajionesha. Na ndio maana jikuta watu wanaadhimisha, kumbe wanahalalisha ushetani ambao uliopo. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, hello wanafunzi wa Yesu. Haya yapo kwa wanafunzi wa Yesu tu. Hautayakuta kwa mtu mwenye dini. Dini ndio imehalalisha mambo ambayo leo yanaonekana ya Mungu, mpaka Mungu akaonekana ni wa kawaida, lakini Mungu sio wa kawaida. Mwambie jirani yako, Mungu usimchukulie poa. Kama wanavyosema Waswahili wa leo, usimchukulie kama unavyomchukulia Mungu. Ni wa tofauti kabisa. Na tazama, katika Sodoma na Gomora Mungu akuonesha ukawaida kabisa katika mahusiano ya Mungu na wanadamu. Na tazama, katika kipindi cha Nuhu Mungu akuonesha kabisa masiala wala utani wala ukawaida, bali Mungu alikaa katika nafasi ya kwamba Mungu acha aitwe Mungu. Sema amen. Lakini leo kwa sababu Mungu hafanyi maajabu yoyote wala haangamizi chochote, amekaa ametulia, watu wamemchukulia poa. Na mimi katika yale ninayoyatambua, acha wamchukulie poa mpaka wakaingiza na dini, acha wamchukulie poa
watalia, lakini ipo siku watasaga, watalia na kusaga meno. Kila goti litapigwa kwamba hakuna mwanaume zaidi ya Yesu Kristo mwana wa Mungu anayestahili kuabudiwa. Sema amen. Ndiye tuliyemwamini na ndiye tunayemfuata na ndiye tunayejifunza kwake. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, kwa Yesu tu ndipo pana uzima. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo Yesu anawaambia wale wanafunzi waliomwamini ya kwamba mkatangaze ufalme wa Mungu, lakini akawapa utaratibu. Mambo ya Mungu umepewa bure, toa nini bure. Sasa leo nashangaa watu wanaenda kwenye hata mpaka kwenye misiba. Unashangaa msiba wanafanya ibada, wanaleta mpaka sadaka. Yaani kwenye msiba watu wanakusanya mpaka hela. Badala ya kumpa mfiwa kama lambi ya kumfariji kokote aliko nako, anazichukua mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu mpaka kwenye